Tunakuabudu wewe Mungu uliye mtakatifu. Tunakuabudu Mungu wewe mweza wa yote. Wewe usiyeishiwa na nguvu wala uweza. Wewe usiyesahau. Wewe usiyepungukiwa kwa njia yote ile. Wewe ni Mungu muumba wa vyote vilivyo katika dunia hii na kule mbinguni. Wewe ni Mungu uliyekuweko kabla ya viumbe vyote. Wewe ni Mungu uliyekuwa kabla ya maumbile yote. Wewe ni Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye nguvu zote. Ufalme wako ulikuweko kabla ya vyote ulivyoviumba Bwana. Kabla ya mwezi, jua na nyota ulikuweko Bwana. Ufalme wako uliojawa utukufu, ufalme uliojawa na haki, ufalme ambao unatuambia kwamba unafuraha ukitupea, ulikuweko kabla hayo yote Bwana. Tukupa sifa na utukufu wote asubuhi ya leo Bwana. Uinuliwe, uhimidiwe siku zote Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya kutupa uwezo wa kuja mahali hapa Bwana asubuhi ya leo Bwana. Baada ya kuwa na wiki nzima ya shughuli za hapa na pale, baada ya kuwa na wiki nzima ya kusafiri hapa na pale, baada ya kuwa na wiki nzima tukitenda na tukifanya mambo yetu Bwana, umetuwezesha kuja mahali hapa kukuambia ni asante. Umetuwezesha kuja mahali hapa kukuabudu na ukusifu Bwana. Na zaidi umetuwezesha kuja mahali hapa ili tusikie neno lako lilo hai. Neno ambalo litatudumisha uhai na lilo na uzima. Upokee sifa zote kwa hayo Mfalme. Tunakushukuru kwa ajili ya mengi ambayo tumeweza kuyapitia. Mengine yametufinya katika mioyo yetu. Mengine yametudhuru katika mawazo yetu Bwana. Lakini kwa yote umetusimamisha. Pia tumekuja kutubu dhambi zetu kule ambako tumenena katika mapenzi ya mwili. Kule ambako tumekuasi na tukaenenda katika yale ambayo yanatupendeza sisi wenyewe kama wanadamu. Kule ambako tumefurahisha dunia. Kule ambako tumefurahisha marafiki tukakusahau. Na tukaondoka katika wema wako Bwana. Tukapungukiwa na neema zako. Tusamehe Mfalme asubuhi ya leo. Tunatubu na kuungama dhambi zetu mbele zako. Utusamehe Bwana, uturehemu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya kutupenda na upendo usioelezeka kwa kinywa. Upendo uliomfanya Kristo aje afe msalabani ili amwage damu yake kwa ajili ya kutukomboa. Sisi ambao tulikuwa tumehesabiwa laana na kifo, Kristo akaja akatuondolea hayo. Kwa wale wote ambao wamemwamini na kumkiri Kristo, hayo yote tumeondolewa Bwana. Tunasema ni asante kwa neema zako. Upokee sifa asubuhi ya leo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tukushukuru Bwana kwa jamii zetu. Tukushukuru kwa ajili ya biashara zetu. Tukushukuru kwa ajili ya mapato yetu Bwana. Tukushukuru kwa ajili ya masomo yetu Bwana. Tunakushukuru pia kwa ajili ya kutubariki na watoto ambao tunatamani na tungeomba sana tukurudishie siku itakapokuja kuwa sisi kuja mbele zako. Maana umetuambia kwamba ufalme huu ni wetu na watoto wetu Bwana. Hatutaki kuwaacha nyuma. Ndiposa tunawaombea asubuhi ya leo Bwana, na kuwazingira kwa damu ya dhamana ya Yesu Kristo, ili wasichotwe na wasiwezwe na mambo ambayo yanawazunguka. Wale ambao wanaozunguka wakiwadanganya watoto na wengine kuwahadaa na wengine kuwaiba wakawauze kwingine kama mali. Tunaomba Bwana ufanye ukuta wa moto ukazingira watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Na hata wale ambao ni wakubwa na wameondoka katika boma zetu, wengine wameoa, wengine wamepata kazi na hawaishi katika boma zetu, pia ni watoto wetu, na tunaombea katika jina la Yesu Kristo ili yale ambao tuliwafunza katika utoto wao yasiondoke na wasiyasahau, bali kila mara wakakumbuka na wakarejelea neema zako na mafunzo yako katika jina la Yesu Kristo. Tunakusifu na tunakuabudu Bwana. Asante kwa ajili ya taifa letu. Tunaliinua na kulibariki mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tukizidi kuomba kwa ajili ya mengi ambayo yanaendelea ambao ni kinyume cha mapenzi yako Bwana. Katika taifa letu tumeona watoto wakipotea na wengine wanapatikana wakiwa wameuawa. Tumeona pia watu wazima wakipotea na baadaye kupatikana wakiwa wameuawa.
Wale ambao wanafanya mambo hayo wamejificha, lakini hawajajificha mbele zako. Unawajua kwa majina yao Bwana. Tunaomba ya kwamba uwatembelee na uwafikishie toba katika jina la Yesu Kristo, ili wale wanaoua kwa ajili ya fedha, wale ambao wanaua kwa ajili ya kutumwa, wakaweze kupinduka na wakakatae katika jina la Yesu Kristo, ili roho wa uaji katika nchi yetu ukaweza kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea hiyo roho katika jina la Yesu Kristo na kuikandamiza katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ya kwamba kila mmoja akachukue uhai wa mwenzake kama kitu cha maana, maana wewe ndiye mwenye uhai wetu katika jina la Yesu Kristo. Tuombea serikali yetu Bwana, ambako kuna mengi tunaona yakiendelea ambayo hayafai. Watu wanaumia na watu wanateseka, wengi wamesononeka kwa ajili ya uongozi usiofaa katika kila level katika nchi yetu Bwana, katika uongozi wa taifa, katika uongozi wa governor, katika masenate na ma-MP na MCAs Bwana. Watu wameumia na wanaungua kwa ajili ya mateso wanayoyapitia. Bwana, tunaomba uingilie katika jina la Yesu Kristo, maana unatuambia tuliitapo jina lako kwa unyenyekevu, baada ya kutubu utalisikia ombi letu na utaweza kuiokoa nchi yetu na kuiponya katika jina la Yesu Kristo. Mambo ambayo yafai mbele zako, ambayo yako katika nchi yetu, tunazidi kuyakemea na kuomba ya kwamba yasifaulu katika njia zao, yashindwe katika jina la Yesu Kristo. Wale walio mahospitalini wanaugua na wamekosa fedha, na pesa wametoa za SHA na SHI na hawajawasaidia, tunaomba uingilie kati Bwana katika jina la Yesu Kristo, ili Wakenya waache kuumia in the mighty name of Jesus Christ. Wengine wamepoteza kazi kwa ajili ya waajiri kuona ya kwamba mapato yamepunguka na wamepunguza wafanyikazi. Mungu, tunaomba uingilie ili biashara ziweze kuimarika na wale ambao ni waajiri wakaweza kuwa na uwezo na nguvu za kuajiri wengi katika jina la Yesu Kristo. Kunao vijana wamesoma na wamegojea kwa muda wapate kazi. Tunaomba ukafungue njia katika jina la Yesu Kristo. Na unajua kwamba hiyo njia inaweza kupatikana kwa ajili ya kuwa na uongozi bora katika taifa letu Bwana. Twaliitia jina lako Mfalme, ukaweza kututembelea katika taifa letu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana kwa ajili ya idara mbalimbali zilizoko katika nchi yetu Bwana, zile ambazo hazifanyi kazi kama inavyostahili. Tuomba ukawatembelee na ukawezeshe kufanya kazi ipasavyo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tunashukurani kwa ajili ya kutuwezesha kuwa katika kizazi hiki ambacho kinashuhudia unabii ukitimia. Bwana, tumebarikiwa, umetubariki na umetuwezesha kuwa na nafasi hii Bwana. Bali tunaomba ya kwamba utuwezeshe kubaki imara katika imani. Hata unabii unapotimia Bwana, mengi ambayo yanaendelea ambayo yalitabiriwa na yanafanyika, na tunaumia, wengine tunaumia katika mioyo yetu Bwana, tunaumia katika mawazo yetu, tuwezeshe kukumbuka kwamba ni lazima yatimie. Hivyo tuomba utupe nguvu za kuweza kustahimili katika jina la Yesu Kristo. Tupe nguvu pia za kuweza kubaki imara katika imani ndani ya Kristo. Tunapoona neno lako likichezewa, tunapoona madhabahu mengine yakiinuliwa na kufanywa kuwa ya mzaha na kulichezea neno lako, tunaomba kwamba utuwezeshe bado kubaki imara katika jina la Yesu Kristo. Tusitamani kurudi nyuma, bali tuendelee kusimama imara, maana yule ajaye yu karibu kufika. Tuwezeshe kubaki imara, maana neno latuambia kwamba Kristo yuaja na yuaja kwa wale wanaokugojea. Tuwezeshe kukaa katika hali ya kukugojea katika matendo yetu Bwana, katika mienendo yetu Bwana, katika matamshi yetu, hata katika fikira zetu. Tukae katika hali ya kukugojea katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tunaomba kwa ajili ambao wamepitia wakati mgumu wiki hii. Kuna wamepoteza wapendwa wao, Mfalme mwenye enzi. Tukumbuka moderator wetu wa GA ambaye anaomboleza kifo cha mkewe. Tunakumbuka elder wa PCA Unity ambaye amempoteza mkewe, na wengine wengi hata Kariobangi South, wengine wamepoteza wazazi wao, wengine wamepoteza watoto wao Bwana.
wote tawakabidhi mikononi mwako mfalme mwenye enzi, ukawatulize, ukawape amani yako Bwana, na ukakubalie roho zao ziweze kukubali yale ambayo yamefanyika, ili zianze kupona katika jina la Yesu Kristo. Kunao wengine wamegonjeka na wako mahospitalini, tukimkumbuka dada yetu Beth wa Praise and Worship ambaye anaugua katika hospitali, mtembelee na kumponya. Na wengine wengi Bwana, marafiki na majirani, na hata wengine ni watu ambao tuko na uhusiano na wao, wanaugua, watembelee na kuwaponya. Na kila mmoja atakapoamka mahali amelala, akaamke akiwa na ushuhuda ya kwamba wewe waweza, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya kanisa letu la KCC. Tuzidi kulikabidhi mikononi mwako mfalme, uzidi kutuongoza, uzidi kutuwezesha kunawiri katika maisha ya kiroho, hata maisha ya kawaida. Tuwezeshe Bwana kunawiri katika jina la Yesu Kristo. Boma zetu zikaweza kusimama imara. Kule ambako kuna ukosefu, tunaliitia jina lako ili uweze kupeana. Kule ambako kuna upungufu wa fedha, uwatembelee mfalme na kuwashindania katika jina la Yesu Kristo, maana wewe ndiye tumaini letu, wewe ndiye kimbilio letu. Na hata katika ibada hii ambako umetupea nafasi ya kuja, tunaomba tufungulie neno lako roho zetu, ili likaweza kupenya na kuleta mabadiliko yafaayo, ili tukaenenda katika mapenzi yako mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Najua kwamba watumia neno lako kutukanya, watumia neno lako kutukumbusha, watumia neno lako kutufunza, watumia neno lako hata kutufanyia nguvu mpya Bwana. Twalifungulia roho zetu likaweze kupenya. Mtumie mchungaji kadi ya mapenzi yako, ili lile ambalo lumekusudia si kulisikia na kulipata lisitupite katika jina la Yesu Kristo. Hivyo yale yote tukayofanya mahali hapa Bwana, katika uimbaji, katika maombezi, katika masomo na mengineo mengi, tunaliitia jina lako Bwana, ili uwepo wako ukawa pamoja nasi. Na tutakapokuwa tukimalizia, takumbuka kulisifu na kulinua jina lako mfalme, maana hili ni ombi letu la imani kupitia kwake Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, situtie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako, nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Amen. Tunaendelea na ibada yetu. Wakati huu tutakuwa na kipindi cha kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji, na tutaanziwa na kikundi cha wanarika. Wanarika, karibuni. Holy
Baba mtakatifu, tunashukuru kwa ajili ya wanalika hawa ambao wamesimama mbele yetu. Tunawanenea baraka zako kwa sababu wao wanayo sauti ya unabii ambao umetia ndani yao na kupitia katika kipawa chako cha Roho Mtakatifu na uwepo wako ambao unazidi kutiririka juu yao. Tunawanenea baraka ili wakitembea watembee wabarikiwa wako, wakitenda watendao wajue kwamba wao ni vyombo ambavyo Bwana umechagua wakawe sauti kuu ya unabii. Na kwa hivyo wanalika hawa Bwana tunawanenea baraka, na tunaomba Bwana nguvu zako zitembee na wao, ili kwamba yale ambayo wametamani, yale ambayo ni makuu, wenye wako vioni, wenye wanatafuta kazi, wenye tayari wamebarikiwa na huduma na kazi ambazo wamepewa, wote Bwana, kila mtu ambacho saa hii ndicho hitaji lake, twalinena juu yake, ili Bwana nao baraka zako zikatembee na wao. Tukiomba Bwana wakakutane na wema wako kila pahali waendako, wakajikanye maovu ambayo yanaweza waharibia, na wakawe Bwana watu ambao wanachunga mienendo yao na sauti zao, kwa vile Bwana jisho lako la wema linawaangazia. Basi tunawasihi muende mkitenda yaliyo mema, kwa sababu naye Bwana anawaangazia uso wake, ili kila siku muamkapo na usiku mlalapo na mkishinda siku njema, mkajue kwamba sauti ya Bwana inawanenea kwamba nyinyi ni sauti yake, na basi kajiachilieni katika utukufu wake, naye Bwana kawatendea yaliyo mema. Na tukiomba haya ni kwa ajili yenu na wanalika wengine ambao pengine wamerudi shule, na wengine ambao hawajaweza kuja leo hii. Wanalika watu wa kanisa hili tunawanenea baraka. Tunanena mkono wa Bwana utembee juu yenu, akuashike mkono, ili yote mtendayo na kote mjipatako mkawe na Mungu ambaye ndiye wakili wenu na ndiye mwenye baraka zenu. Basi nendeni mkiwa wabarikiwa wake, kwa vile tunawanenea baraka hizi katika hilo jina takatifu la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Tazama Bwana, nimekuja nikafanye mapenzi yako. Ninaamuru nikafanye kazi yako Bwana, mimi nimekuja. Tazama Bwana, nimekuja nifanye mapenzi yako. Amuru kufanya kazi yako Bwana, mimi nimekuja. Nasikia mimi kufanya kazi yako, najitolea kutumika
nipokee mimi Bwana, nakuja, nipokee mimi Bwana, nakuja, nipokee mimi, nipe nguvu ya kufanya kazi, fanya kazi kwa Bwana shambani wako, nimekuja kwako Bwana, Mungu wangu nipokee, nimekuja kwako Bwana, Mungu wangu nipokee. Tazama Bwana ninakuja, ninafanye mapenzi yako, ninakuja nikafanye kazi yako Bwana, mimi nimekuja. Tazama Bwana ninakuja, ninafanye mapenzi yako, ninakuja nikafanye kazi yako Bwana, mimi nimekuja. Verse 9, it says, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Thank you. Bwana akawaambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua dama pamoja naye, ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamuite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda. Nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu. Wakaja wazee wa mji kumlaki, wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani. Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Nijitakazeni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakaza Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akawaambia Yese, Bwana hawakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huko. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye.
Ndipo Samueli akaitwa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjiria Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Neno linaendelea. Atakayewasomea anaitwa Agnes Mwangi. Zaidi ya hayo, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kama tuko mahala pale, tunaweza soma pamoja Waefeso 3 kuanzia 14 hadi 21. Kwa hivyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kama nguvu, kama kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitio ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, utukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Mungu abariki neno lake. Sifu kwa dhuri ambao ni njema hivi ambao umetupea. Tunashukuru kwa saa ambayo tumekuwa katika ibada hii, na kwa vile wakati umefika wetu wa kuwa na wakati wa kulisikiza neno na kutafakari ujumbe wa leo. Ombi letu ni kwamba Bwana ukubali kusema nasi. Wacha Roho azungumze nasi kwa lugha ambayo tutaielewa, ili Bwana tukawa barikiwa wako. Na ni katika hilo jina la Kristo tunaomba na hata tunashukuru. Amen. Naomba tuketi. Inatukumbusha kwamba tumetakazwa kwa huduma. Kwa kizungu tunasema anointed for service. Na ni vizuri tunaposoma hili tujue kwamba leo ni siku ambayo Bwana anatukumbusha, kwa sababu msemo mkuu katika mwaka huu kwetu, na vile ukiangalia katika yale ambayo tumeandika hapa na kwenye pale, ni huduma ambayo tumejitolea moyo wote. Lakini vizuri, na najua wakati nimekuwa nanyi nimekuwa nikisema kwamba maisha ya mtu ni mwito ambao tumeitwa na Mungu. Hakuna wetu hata mmoja ambaye alituma ombi la kuzaliwa, ama kunaye? Hapana. Tulijipata tumezaliwa. Na kwa sababu wale wengi wetu ni wazazi, tunajua tu hakuna siku ulisema leo ndio naenda kuzaa, leo ndio nataka kupata mtoto. Hapana, ulijipata na siku zikafika na Mungu akafanya yake, kwa sababu maisha ya mwanadamu ni mwito mkuu ambao Mungu ameitana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika kila hali uliyoko, ujue kwamba wewe au kujituma, ulitumwa na Mungu duniani humu. Na swali kuu ni kwamba, Bwana ulinituma nikafanye nini? Uliniita duniani huu nikawe mimi, shughuli yangu ni gani? Sasa hata kama unafanya biashara, kama wewe ni dadi au ni mama, wewe ni mhubiri kama mimi, huduma yote unaifanya nataka ujue ni mwito ulio mkuu. Na huo mwito si wewe ambao umejiwekelea. Ni mwito tumeitwa na kupewa tukahudumu na huduma iliyo safi. Na kwa hivyo leo nikiongea nataka kuongea juu ya upako ambao unaleta utofauti wa maisha. Mwito ambao unaenda kugeuza mawazo yetu tukawaze mengine, kwa sababu kile ambacho kiko ndani yetu ndicho ambacho kinatuongoza katika nia zetu na katika mipangilio yetu.
Niseme kwamba kuna Kenya ambacho kinatuongoza. Kuna wimbo uliimbwa kitambo, na si kitambo sana. Wala wanakumbuka huo wimbo ulikuwa unaimba niko terebo. Kwaya mnaimbanga aje? Wameenda wapi? Kwaya. Niko terebo. Ona mundu waigwa mundu akirumana niko terebo. Ukiona akiimba niko terebo. Ukiona anaenda hivi kando kando barabarani ni kile ambacho kinamuendesha yeye, sio yeye. Na kwa hivyo chenye kinamuendesha yeye kiko nje yake ama ndani yake. Ukiona mlevi akienda hivi, wacha kuuliza ni nini mbaya. Kuna kenye kiko ndani yake ndicho kinampeleka hivyo. Ukiona mtu anakuwa tabia alionayo, ujue si yeye anajiongoza, anaongozwa. So I want to talk about anointing that makes difference in our lives. Upako unaoleta mabadiliko katika maisha yetu. Katika maandiko tumesomewa Daudi vile alimwagiwa mafuta na Samueli. Na Samueli alipoambiwa na Mungu aende akamteue, aliogopa na akaambia Mungu, hii shughuli nikienda Sauli akijua ataniua. Lakini akamwambia usijali, jifanye unaenda kutoa kafara. Na akajifuata pale na akaenda kwa makuhani wakuu na akatafuta baba ya Daudi na wale wengine walikuweko, na akawaambia kile kimemleta ni kutoa kafara, lakini akawaambia kwanza ni lazima mujitakaze sote ili tukue watu wa ibada hii tunataka kufanya. Lakini hakuwa anataka kuambia kile kimemleta. Lakini aliposema anataka kuanoint, kumwagia mafuta, wale walikuweko wote aliwaangalia hawa kulingana na umri wao na vile wamesimama venye umbo lao. Akiona wanafaa, anaambiwa, Mungu anamwambia sio huyo, mimi sitafuti umbo la mtu, kuna chenye naangalia. Na alipowatakaza wale wote 11 wale walikuwa na wao pale, aliuliza baba Daudi, akamuuliza, hakuna mwingine umebakisha? Kamwambia kuna kamoja kakoko malishoni. Kaambia kaje yako kadogo. Na pembe ikakubali kutilika ya mafuta. Upako huu ulileta mabadiliko katika maisha ya Daudi. Kwa sababu Daudi alikuwa kijana wa malishoni. Lakini kutoka hiyo siku hakurudi malishoni, alifuatana na Samueli, wakaenda pahali kunaitwa Rama, kwenye Samueli alikuwa nakaa. Kwa sababu ya mambo matatu ya muhimu unapaswa ujue kwenye alienda kwa Rama. Alienda Rama kwa sababu huko alikuwa Samueli ambaye ni mwalimu wake wa kiroho alikuwa. Akaenda wakae na yeye, akamsomesha ni nini amemwagiwa mafuta ya nini. La pili, alikuwa anatafuta usalama wa kiroho ili Bwana yeye huyu akamtetea, maana ni yeye anajua mafuta haya imetoka wapi, kumetumana na nani. Na la tatu, lazima angeenda shule ya kiroho. Na hayo tulisema wakati wa wiki ya wanalika. Kwa sababu kuwa sauti ya unabii lazima upitie shule ya kiroho. Maana sauti unayokuja kunena si yako. Na leo hii inakuja tuelezana kwamba sauti unayopaswa kunena wewe na maisha ambayo unapaswa kuwa na huduma unayopaswa kuifanya si yako. Umetumwa. Fundi akikuja kwako ukujengea, anajenga vile anataka ama ni venye unataka wewe kujengwe? Tebila? Vile mimi nataka, kwa sababu nyumba ni yangu. Na mtu wa kazi akikuja kwako, nani anaamua vile kutaenda? Tuseme uko na mtu amekuja kukuoshea nguo, ndiye anaamua ile itaoshwa na omo na ile itaoshwa na kipande ama niache. Ndiye ataamua zitaandikwa wapi ama ni kwako. Siku na kamba za kwako. Hata nilipokuja hapa sifanyi kazi vile nataka. Kuna venye niliambiwa na hawa, hapa tunaendanga hivi. President anasema tunafanyanga hivi kwa sababu kuna wenyewe ama sivyo. Sasa huduma yetu tulipozaliwa duniani humu, dunia ni yetu ama ina mwenyewe? Sasa mwenyewe nani? Ni Mungu. Na shida yetu hapa ndipo ukali unakuja, na ndio shida inatupata. Kwa sababu tulijaliwa kwa dunia ya mwenyewe, lakini tunataka kuishi vyenye tunataka. Lakini maandiko yanatuambia tumejazwa na Roho Mtakatifu ili tukatangaze huru, tukatangaze uponyaji, tukahudumu, maana dunia mwenyewe ndivyo anataka ikae. Bahati mbaya
tumejiamulia. Ndio Daudi anafuatana na Samueli, akajue kwenye mafuta haya imetoka, mwenye ametumana anataka nini na mimi. Na ndio maana alitoka malishoni akaingia katika nyumba ya Saulu kumwimbia. Wakati kichwa chake kinaleta shida, anamwimbia na anatuliza. Ni kwa sababu wakati Mungu anakupea upako. Na kitabu cha Petro wa pili chapter 1 verse 3 inatuambia hivyo. Tumepewa kile tunahitaji ili tukakuwe na umungu ndani yetu. Huduma yetu ikawe iliyotakazwa, iliyo njema. Lakini utofauti ulioko ni kwamba tumeambiwa na hatutaki. Na ndio maana Mungu anamwagia Daudi mafuta. Na nataka kukuambia hivi, ukimwagiwa mafuta lazima ukawe mtu ambaye na wewe umejitolea. You must be bold. Mtu ambaye amekubali kusimama kibete na kulitangaza hili neno na kuambia watu venye Mungu amenena. Maana huduma yako ni huduma ya Mungu ambao umetumwa. Maana maisha yako ni mwito. Na kwa hivyo huduma hii na kumwagiwa mafuta huku ni kuna vuta kupendelewa na Mwenyezi Mungu. Kuna vuta umungu ndani yako. Ndio maana dunia sisi tunapaswa kuelewa kuwa Mkristo na katika maisha yetu, kwa sababu ni utumwa, tuelewe kwamba ni lazima mambo fulani yabadilike katika maisha yetu. Kwa sababu umetumwa, kuna mambo lazima yageuke maishani mwako. Waache kuwa na mtazamo uliokuwa nao, ubadilishiwe mtazamo, angalia njia nyingine. Wote tuko hapa, tumetoka pahali na tumekuwa na maisha ya hapo zamani yetu. Hakuna mtu ambaye ana kastolia tu maneno fulani ambayo Mungu amemuonyesha na akayaacha, ama sivyo? Wengine wetu nawaona hapa tukipeana kama hii, kila mtu aongee. Tutafunika macho na mdomo pamoja, ili tusilie ama tusiseme mambo mengine, kwa sababu kwenye tumetolewa ni mbali. Kwa nini Mungu atutoe huko? Kwa nini atupee upako huu? Kwa nini Mungu atufanye haya? La kwanza nataka ujue hivi, upako ambao Mungu ametupatia, kizungu nasema it rearranges our priorities. Mambo ambayo tunawapea kipaumbele, Mungu huenda anayapangua, anatupangia vingine. Kuna mambo ambayo wewe, Paulo anasema, and I like this, Paulo anasema mambo katika Filipi 3 huko, mambo niliyokuwa nimehesabu ni ya maana sana, yaligeuka sasa ikakuwa hayo si ya maana, kuna mengine ya maana. Kumbuka alikuwa muuaji na alikuwa anatatiza kanisa, lakini kumbe alifika pahali yenye alikuwa anaona ni ya muhimu kwake, ya dunia, ya mauaji, ya kutembea na bibi zengi na mama wengi huko, akaona kumbe hii ni hasara kwangu. Ndio hata imeandikwa hapa, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na nilihesabu kwa sasa kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo. Na ndio nimesema kila mtu hapa kuna maneno alikuwa amehesabu ya maana baadaye, lakini tukija kwangu lazima Mungu ayapangue yale ambao wewe mwenyewe uliyaona ya muhimu na amekupangia mengine. Ndipo Paulo anasema, na Samueli pia anatuambia haya. Na kwa hivyo Mungu amekupangia mambo mengine sasa, mambo ambayo yanaleta baraka nyingi, ili wewe mwenyewe ukayalainisha mambo yako na mwito ambao umeitwa. Bwana asifiwe. Sijui kama umeitwa wewe ama ni mimi mchungaji na wazee tumeitwa peke yetu. Wakwaya nyinyi mmeitwa ama ni kujitolea? Nataka kuelewa. Wewe unapiga unaniangalia kwa kamera, wewe umeitwa ama ni kupangwa, umepangwa? Sijui. Kuwa mke wa mtu na bwana ya mtu na mama ya mtoto na baba ya mtoto ni mwito ama ni mpango? Wewe unaona haja hata kusikia maoni yako. Wacha tuongee hapa sasa, hii ni bunge ya wananchi. Kwacha niwaambieni hivi ndugu zangu na dada zangu. Tumeambiana hivi, hakuna aliyeomba ruhusa ya kuzaliwa. Kunaye aliomba ile ombi? Hapana. Kunaye aliandikia Mungu akamwambia mimi naona hapa ajenda yangu ikue mwanamke ama mwanaume? Ulijipata. Sijui kama tunaleana. Hata ungeambiwa utaoa siku moja ungefikiria kweli, ungeambiwa hivyo si unaanza kumwambia wewe usiniletee ama utaoa, maana ikai. Lakini leo hii unaitwa majina makuu, baba, mama, unaitwa mchungaji kama mimi, unaitwa mzee wa kanisa, jambo ambalo wewe hujui hata lilitoka wapi. Maana uzee atuombangi.
Hata afadhali uchungaji tunaandika barua. Na hata uchungaji huo haukuji hivi. Kuna mwenye ukusukuma huko. Ni kwa sababu maisha yetu ni mwito. Maisha yako ni mwito. Haijalishi unafanya kazi na kampuni ama ni biashara ni yako, unaufua nguo, ni mwito. Na nataka ujue Mungu anakupanguanga kwa mengi na anakupanga kwa mengine kwa sababu kuna jambo anataka ukayafanye. Daudi alipanguliwa katika malisho, akapelekwa kwa nyumba ya Sauli. Nataka ujue mtu anaitwa Yusufu alipanguliwa mboma, akakuwa mtumwa, akapelekwa mpaka njela kwa sababu Mungu alikuwa na mpango amfikisha pahala fulani. Mungu upangua mipango yetu na anaipanga vingine mpya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka uelewe maisha yako penye uko, nataka ukae ujiulize Mungu ulinipangua wapi na unanipanga wapi? Kwa sababu he has to rearrange your priorities so that he can realign you with an assignment. Akupangue kwa mipango yako, akuje naye akupangisha sasa kulingana na mipango aliyonayo na yale ambayo anataka yatimie kupitia maisha yako. Kwa hivyo mwito wako, maisha yako, usikaambie mtu maisha yangu, my life my choice, maisha yangu mpango wangu. Wewe uje nikwambie, unaweza amua aenda uchi tu, hakuna shida. Lakini ujue hiyo mwili iko na mwenyewe. Na wale tulikuwa na wao asubuhi niliwaambia, ili ujue kwamba hii maisha si yako, akiamua leo akupokonye, unapigia yangu simu. Akiamua amefikisha pale alikuwa anataka kufikisha na mimi, hii summon jamani atashindwa, atajua kama atamaliza ama tutaishia kanisa inaishia hapa. Mimi nalala hapa na hiyo inaisha. Kwanza mnatoroka nje, mnarudi baadaye nikitolewa. Kwa sababu mhubiri amekuwa kitu kingine. Daktari hata akiwa anapasuaji kale katika theater, siku ikifika anaenda, mwingine anaitwa kuja kumalizia kazi gani? Sijui kama nilimwambia juu ya mchungaji, is my cousin. Ni cousin ya bibi yangu. Yeye alikuwa anajiambia mimi nitafanya kazi mpaka siku ya Mungu ataona nimemaliza. Na ukweli alikufa akiwa kwa mazishi. Tukiwa vestry tukipanga, wewe ombesha na mimi nitahubiri na wewe ndio utaomba maombi ya mwisho, mimi nitatupa mchanga. Tukala mtu amekimia. Tukashindwa amekimia, kwani amekasirika ama amesahau nini? Na imagine hiyo ikaisha hivyo. Tukaanza sasa kutafuta kunaenda aje, tuko majishi sasa, mwingine naye ameenda hapa na ndiye anazikana. Sasa ilikuwa ni kumtoa hapo kupeleka mochari, tuite presbytery, itume mchungaji mwingine akuja afanye nini? Maana yako ile uliitiwa huduma yako pale itaishia. Hakuna kengele, itaisha. Na kazi bado itafanya nini? Itaendelea. Kwenye kibanda unauza, ya kuuza ikiisha utaiacha hapo, mwingine akuja apaki hizo vitu yake kwa ngunia ama aende mkakule. Maana yako imeisha. Tumesikia watu madereva wa ndege wa ndege wanakufa huko na mwingine anaishusha chini tu. Nataka ujue maisha yako imebebwa mikononi mwa Mungu. Ni mwito na umetumwa huku duniani humu kufanya huduma ya. Na ndio maana nasema cha kwanza anakupangua mipango yako. Ndio wengine wetu hapa tulikuwa walevi. Wengine wetu tumefanya mambo tungine tu aibu hatutaki kutaja hapa. Lakini ukapanguliwa pole pole ukakuja sasa wewe ndio uko hapa, wewe ndio mchungaji. Si mambo sijafanya, ni kupanguliwa kwa yale ambayo nilikuwa na hesabu ya muhimu. Sasa hii nimepangishwa pengine na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ukinijua vizuri hata wale communion nikikupea utakula. Kwenye nilitoka nifikije ushungaji. Sisi kama tunaelewana. Asubuhi niliwaambia hii pombe mnayoona wengine wanaambiwa acha, tulikuweko. Ya chupa tukakunywa na hata hatukutosheka, tukaanza kupika ingine. Usiku unaongezea, unaenda ofisi, jioni unaenda unakunywa kidogo, unakuja kumalizia kwa nyumba. Na tulitolewa huko na Mungu. Na si pesa ilikosa. Maana hata asali nikiachana naye nilikuwa na kilo 20 kwa nyumba ya kupika. Bill. Na wale waliacha usharati, si kwamba ni usharati uliisha, si pesa ziliisha huko, ni Mungu akakupangua akili zako akuelekeza kwake. Bwana asifiwe. Si matusi tumesahau, tunayajua. Lakini umepanguliwa na Mungu kwa matusi, kwa laini ukaletwa laini ya kumsifu. Ndio wanadada wanaimba pale, unasikia leo wameimba kwaya vizuri sana, mmesikia sauti zingine juu zingine chini. Hizo sauti zikiachiliwa matusi unatoroka.
Lakini Mungu naye akawapangua sauti hizo zikaleta kwa njia zake. Hawa wanaume unaona hapa si kupigana kwa wameshindwa, wana nguvu ya kupigana, hata wanakilamba si ati ajui. Lakini amepanguliwa akapangwa vingine. Sasa wewe beba kitabu ya Biblia, wewe beba sandaka, beba meza ya Bwana, ama sivyo? Na kwa hivyo Mungu ndiye anatupangua. Na wewe unakubali. Na Daudi alikubali kupanguliwa kwa upako aliyomwagiwa mafuta nao. Sasa naye Isaia anasema mimi nimepewa upako wa Roho Mtakatifu. Na maombi katika kitabu cha Efeso, Paulo akiombea kanisa kwa Efeso anawaambia, mimi naomba mkajazwe kwanza ili mkaelewe upendo. Mstari wa 19 utanipea Efeso 3. Mjazwe na upendo ili mkajue upendo ndio nini. Kwa sababu kuna watu wajui upendo, kupendwa ni nini, na wajui upendo ni nini. Anasemaje? Imeenda wapi tena ndugu yangu? Na kwa nini anasema juu ya upendo? Ni kwa sababu ukiwa na upendo utaelewa Mungu, maana Mungu mwenyewe ni upendo. La pili anasema iko hapo Waefeso, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilivu wote wa Mungu. Anachosema ni mkazazwe uwepo wa Mungu juu yako mpaka ukafurike. Bwana asifiwe. Unaona kabisa una mtungi ukienda pale kwa maji, unajaza maji inaanza kutiririka huku kando. Hivyo ndivyo wanasema wewe na mimi tukazazwe, atatuombea tukazazwe na uwepo wa Mungu hivi kwamba unatiririka. Kwa sababu nguvu yake ikitiririka juu yako. Paulo anaomba anasema, najua ikitiririka mnaenda kuumbiwa moyo mpya. Mnaenda kupata mambo mapya juu yenu na mnaenda kutenda wema wake, kwa sababu lazima muondolewe ubinafsi mkajipeane kwake. Bwana asifiwe. Tuondolewe ubinafsi wetu ili yale ambao tunakimbizana nao tuondolewe. Hii dunia nani yakimbizana na kitu? Tuondolewe katika huko. Amuko hapa kwa sababu sahihi hakuna pahali unaweza enda upate shilingi, si ndio? Kuna mtu ungeweza umeweka kibanda yako pahali sahihi, unazungusha chai na kahawa na sambuza zako, unafanya kaki. Hapa kuna mtu wako hapa na bado anafanya ndiru zake tukiwa hapa. Ama sahihi ungekuwa kwa kandiru fulani. Lakini kwa sababu ya upako ulionao unakuja mbele yake Mungu ili atembezane na wewe. Na anasema anatuombea tuzazwe mpaka kikombe hii ujazo utiririke kwa upande. Kwa nini anatuombea hivyo? Ni hili tukaondoe ubinafsi wetu, tukatembea katika upya wa maisha wa mwito ambao Bwana ametuita. Bwana asifiwe. Kwa sababu anointing changes what you chase. Upako inakubadilisha kenye unakimbizana nacho kwa maisha. Hakuna mtu akimbizana na kitu. Nilikuwa naambia wengine hapa, mimi nikitoka hapa unikute kesho asubuhi, utaambiwa mimi mchungaji wenu ukatae. Kwa sababu unaweza nipata pahali mimi nanuka nguruwe mzima. Uchafu ya nguruwe nikiosha huko. Wanakilamba anacheka maana najua naye akiteremkia hapa ni kuku tu. Utasikia mtu ananuka kuku, unashindwa kwani kulienda aje? Mbolea ya kuku. Yeye akinuka mbolea ya kuku na mimi na takataka ya nguruwe ndio. Saa zingine niko kwa migomba. Ukiangalia nguo yangu kila pahali iko na ile uchafu yake. Hata viatu saa hiyo sina. Unauliza huyu ni yule wetu kweli? Unaniangalia, mbona unakaa mchungaji wetu? Kwa sababu kila mtu ako kwa tueme hangoine, kila mtu anatafuta kaki. Lakini Mungu naye akona haja na sisi katika huko kutafuta kwako, umtafute ukiwa bado uko kwa ukitafuta pia unatafuta bado uko juu ya upako. Maana kwenye unatafuta bado wewe unamsimamia Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Sisi kama tunaelewana. Ukikanyanga, kuna mayango alikuwa anashona na sharahani. Ungeenda hapo ungefurahi. Anaimba nyimbo za karibu kitabu mzima ile yetu ya kuinela gai, nyimbo za kuinela gai. Sasa hiyo nguo sharahani inaguruma. Si zile za stima, ni ile ya miguu. Na sasa hiyo inaenda hivi inakatwa, inaenda hivi unasikia bado anaimba ngumo na wakosho ile kata. Mpaka ungeenda hapo unakuta watu wako hapo wanamsaidia kuimba. Ndiye Sunday alikuwa atupigia drum lakini amepumzika. Ni kwa sababu ndani yake hata kama ako kwa sherehani ako kwa huduma ya Mwenyezi Mungu. Ukienda huko kwetu tukigana na wewe pale tunakulanga maandazi kama unataka maandazi, maana hiyo ndio shida yangu kubwa. Ile maandazi mzuri na pale unajua maziwa ni sawa na nini? Ni ya pasta.
Na ukienda kwake mkikaa hapo unasikia watu wanaongea mambo ya Mungu tu, unamuona kunywa chai, bado unalipa. Lakini bado mnaongea mambo ya, kwa sababu huduma yake hata kama ni kutafuta pesa, bado huduma hii inamtumikia Mungu, because you have been anointed for service. Bwana asifiwe. Hatungojei Jumapili ikikuja ndio tunakuja service. Ati sasa Saturday, Monday mpaka Saturday, hiyo si huduma. Hiyo ni mihango. We, utaudua hata kama wewe uko watchman, unalala pale unajua kama Mungu alindi mimi ni kazi bure. Mnalala na yeye hapo. Sisi kama tunaelewana. Ukibeba chai yako na kibuyu kama wewe unanunua kule kwa mjengo kule, unajua wewe Mungu kama si wewe chai nitarudi naye. Inaenda inanunuliwa. Unasema unarudi ukimba, nimemuona Bwana. Kwa chai. Kwa mjengo ndio umemuona nani? Mwingine anaona Bwana kwa kufua nguo. Mwingine anaona Bwana kwa mkokoteni yake. Mwingine anaona mimi naona Mungu kwa mahubiri yangu. Sisi kama tunaelewana. Nikikuta nyumbani nikiuza ndizi zangu naona nani? Kama sasa niliacha nimesema nguruwe zangu 3 ziende, nataka kuweka breed nyingine. Nikikuta zimeuzwa, nitamuona nani? Ufanya kazi unayoifanya ukijua kwamba una upako. Sisi kama tunaelewana. Si nilishe nguruwe ukikuja unaionea huruma. Inafungwa pale nje. Nguruwe ni ya kufunga kando ikule nyasi. Ukifua nguo haitoki uchafu. Hata mimi nimeokoka. Hata wokovu haionekani kwa matendo. Ukiuza chai hata sukari haitoshi. Ile kahawa umeweka iko ni kwa umbali. Mpaka mtu anashindwa ni maji ama ni kahawa. Ukienda kupika chakula vile unaweka mahindi ni moja hapa, mimi mbosho iko hapa na nyingine iko pale. Unakula kama mahindi 20 kama unapata mbosho moja. Unashindwa huyu ako kazi ama ni mzako? Kama unao upako kama mtu anao upako. Bwana asifiwe. Na nakwambia ni hivi, watu watakupea heshima kama utafanya kazi yako na utaishi maisha yako kwa upako. Hata kama uko na shida, hiyo kwanza shida ionekana ni shida, lakini uko na unatembea uko kwa shida hiyo, lakini benye unajibeba una heshima zako. Maana unajua kuna kitu imo ndani yako. Maana maandiko inasema huu upako uko ndani yako. Paulo akiongeleza katika Waefeso anawaambia hili jambo liko ndani yako. Sio kama tunaelewana. Najua kama pahali najuanga tujifanya mimi nikiona najua nimesikia niko na watoto, kwa hivyo najua vile mama anakaanga akiwa na mimba wakati amebebana. Unaanzanga pole pole au semangi pole pole, unaona mwili una change, unaona tutabia. Hata tunguo tumeanza kukataa tu wengine. Hata ukijaribu kufunga tutajua tu. Si afrosi nama ndio wanaambianga mtu akitapika wanajua nini nimemtapika. Mpaka watoto wanajua ukitapika. Juzi mtoto yangu alitapika, mtoto huyo mwingine akamwambia haya. Sasa na mimi nikajifanya hiyo sijasikia mambo, hiyo sio maombi naweza taka kuomba. Kajifanya sijasikia, wakacheka, akamwambia na wewe umekuwa Afro Cinema. Nikajua anaelea. Lakini niwaambieni, kama vile mama na yeye mambo yake hubadilika mpaka anavalisha nguo na anakaa, anakula akijua kuna kitu tofauti, anavaa nguo tofauti, lazima na sisi tuliona upako, maana tunajua tuna upako, tukae kama watu wako na upako. Bwana asifiwe. Hauwezi vaa mother, inaitangwa sio mother dress, inaitaje? Hiyo mnavanga hiyo wakati wa matani hiyo ina hiyo. Matani dress. Hauwezi vaa saa hii. Hata kama niombi unaomba, huwezi omba hivyo. Maana tutakuangalia tushindwe, hii akili ni mzuri. Mzuri. Ni kama nikuje hapa na nguza Sekuliko. Hata kama naomba kazi ya Sekuliko nitakuja kwa ibada na nguza Sekuliko kuhubiri naye. Hapana. Kwa hivyo lazima tabia yako, maongezi yako, kila kitu unafanya kionyeshane upako. Maana upako usionyesha mabadiliko, basi hakuna upako ulionayo. Sisi kama tunaelewana. Kile ambacho kiko ndani yako lazima tukione na nje. Kwa sababu ndio upako ulioko. La tatu, upako tulionao lazima uonyeshe utukufu wa Mungu. The glory of God. Bwana asifiwe. Hata hivi hata Mungu akikuona mtu akikupita hivi anakuangalia sana anasema there is a difference between, kuna kitu tofauti na huyu mtu.
Akikuja kwa ile kanisa anasema kuna jambo tofauti kwa hili na ile kanisa. Au akiingia kwa matatu anasema ai, huyu dereva ni tofauti na wengine. Akiingia kwa hospitali anasema kuna tofauti. Sindano ni zile zile, dawa ni zile zile, lakini kuna utofauti. Maana mwenye hapo ako na upako. Sasa nikiingia kwako kuna utofauti. Nikiingia kwa karakana yako kuna tofauti. Nikiingia nyumba yako kuna pale, nakumbuka niliingia kwa nyumba fulani lakini si hapa, ni pale nyingine. Nikakuta Bob Marley kipicha yake kikubwa. Nikamwambia sasa wewe na bila tunapelekana na Bob Marley tuetaini watea. Unajua kuna kitu sasa hivi ukikuja kwa nyumba yangu ukute hata Bob Marley ama huyu ama Lucky Dube tumbisinsia ati ndio picha kubwa iko hapo. Si hata wewe unaweza shindwa nini inaendelea hapa. Ama sasa hivi ingie kwa gari yangu usikie ile wimbo iko huko. Kuna wakati nilienda wakati wa COVID na my son. Tukienda nyumbani na watu wengine nilikuwa nimebeba. Tulipofika stage ile nyimbo inaimbwa hata mimi sielewi. Unajua hii nyimbo za vijana zile ziko. Unasikia tu pupu wanaongea, lakini sasa watu kisikiza usiki. So nilipofika stage chuka nikatoka ili niwafungulie, nikasema ai, huyu ni pastor. Hiyo nyimbo ikai. Niliposikia hivyo nilirudi kwa gari nikamwambia maisani atoke ili wajue kuna mwenyenyi. Alipotoka wakasema huyu tunaelewa. Maana sasa niliimagine kwa hiyo barabara yote kuna mtu akipita na mimi, hata even is it on Thursday. Thursday kuna mtu alikipita na nini alipoona ile gari. Si unaona iko na kitu ya PCA. Nikampita. Akaaccelerate. Nikajua huyu lazima ni mtu wa PCA, hata kuona kusoma hiyo maneno na ajue ni nani yako na hii gari. Na mimi nilipoona anakimbia na mimi nika slow down. Akakuja ateremsha kioo akasoma, akanisalimia. Akaniambia Bwana asifiwe, nikajua ni hii kitu kuna kitu imeona. Imagine sasa kama angeona hii asikia alafu ile wimbo yuko huku. Ni no cry. No humans no cry. Ndio yuko huko. Sijui kama mnanielewa vile nauliza. Ama nikiteremsha kioo akuta ndio nimeshika mzinga. Ndio najipanga hapo na white cup na nini. Atashindwa hii gari na huyu mtu wanapelekana. Actually kuna siku nilikimbizwa Chuka town. Nikifika Chuka town, there is a principal of a school in Kerogoya. Alikuwa na Prado. Akaona gari imepita na akaona yeye ameona PCA Crown. Dereva aliyokuwa naye akamwambia kibiza hiyo gari. Kamuuliza kwa nini? Akamwambia hiyo gari inapelekwa mbio hiyo imeibwa. Na ni ya PCA. Lakini mwenye hiyo gari mwenye alikuwa anamuendesha ni mechanic wa Chuka, ni elder wa kanisa. Na niliposhuka hiyo ndio uanga ananiangalia hii gari. Sasa imagine kama angekuta mambo mengine na mimi na mipango yako huko ndani. Sio kama tunaelewana. Ni kwamba pahali popote huko lazima uwe umesimamia mwenye amekuleta duniani humu. Maana amekupea upako uweze kumsimamia. Sio kama mnanielewa vizuri. Kuna upako umepewa. Kuna upako ndugu yangu na dada yangu. Na hata wewe mwenyewe pengine hujajua. Wiki jana nilienda huku KU hospital. Nataka kukueleza juu ya upako. And I thank God Peace MF alienda huko akaimba vizuri sana huko. Nilipoenda huko nikitembea, nikaingia ward moja nikaona memba wetu yako hapo, nikaingia my auntie yako huko nikamuona, na nilikuwa na mgonjwa wangu. Nilipotoka soja akatumwa na mama alikuwa kando. Kaambia huyo pastor ametoka hapa, muite. Mwambie kuja niombe. Nikarudi na ni ward hiyo nyingine ameona pastor amepita. Hataki kujua na kanisa gani. Aliporudia akaniuliza, wewe ni wa PCA? Nikamuuliza kwa nini? Nimesikia hiyo maombi umeomba huko, wewe ni kama wa PCA. Kumwambia ni wa PCA. Wapi? Kariobangi. Only to realize ni member yetu bila ako na watu hao huko ambao ni members wetu. Sasa imagine kama nienda kufanya vituko. Sio kama tunaelewana. Kwa hivyo upako mwenye umepatiwa, one, there must be a change in your life. Lazima kuwe na mabadiliko maishani mwako. Kwa sababu chenye unakula na kwenye unakula, tafadhali chunga sana. Kwenye unaonekana lazima usimamie mwenye amekuleta duniani humu na kwa mpango yake. Kwa sababu unasumbua wengine. Sijui kama unaelewa. Juzi kuna mchungaji ameenda akakuja pahali juzi kama wiki mbili imeisha. Pahali akaenda akakula tu vitu yake, sijui kama kiwi jua ilikuwa kali. Akagonga mbili hivi.
Bahati mbaya akiendesha gari yake akagonga mtu ya pikipiki, akajipata polisi. Tukapata tu message, mchungaji ameshikwa, amegonga gari na ni mlevi. Sasa unashindwa ametoka kupeana wale communion wapi saa hiyo, masaa ya usiku, saa 4 ya usiku. Na sisi ndio hao tukashikana, tukasaidia wetu, tukaenda polisi, tukaambia muangalieni vile yako, huyu ni mwenzenu. Sio tulimpiga picha tu, tukamwambia askari sasa tufanye aje. Akaniambia wewe nyinyi endeni mkujeni asubuhi, akiwa anajielewa. Tukapigia bibi yake na anakuja asubuhi mapema, tukaenda tukamtoa ili kuondoa aibu mingi. Lakini walilala nani na nani ndani na wengine kama yeye. Sasa hata kama tulijaribu kusaidia, Sinjina imeharibika mapema. Ungesikia bila walikuwa wanatuchekelea hapo. Tokeni na mwenyewe mkamuongeleshe huko. Na sasa hiyo tunaambiwa tutoe kitu ili tutoke na yeye kabisa. Sio kama unanielewa. Naona bila tunachekelewa hapa na tutoe kitu ili tuende na tulitoa. Maana tukimwacha hapa aibu ndio inazidi kuwa bibi yake alikuja akasoti bwana yake, na sisi tukaenda naye tukamwambia sasa umetuaibisha, mpaka askari sasa akituona anasema hawa ni wale watu. Sasa huyo askari mhubirie aache kukunywa. Ataacha. Hawa lala na yeye ndani wahubirie wate na wasikunywe. Anakuana akwambia sisi tunalala na nyinyi huko. Sisi tunakunywa na nyinyi. Ndugu zangu, dada zangu katika Kristo, tusimletee Mungu aibu. Tumepewa upako. Bwana asifiwe. Kitu kadogo kanamwaibisha Mwenyezi Mungu. Tusifanye hivyo. Pale kwenye unahudumu, hata kama ni nguo unafua, una upako ukifua hizo nguo. Fua vizuri. Na mwenye unafulia ndiye siku moja ataelewa upako wako. Uone baadaye ukupea 200 yako anakupea 500. Kwa sababu kuna upako ambao unamzungumzia. Si wewe, ni upako wako ulionao. Ndio unaenda chai pahali inakunywa yote inaisha, si kwa sababu sukari yako ni tamu kuliko mwenye amepitia bana haja nunuliwa, ni kwa sababu kuna upako uko nao na Mungu hawezi ziaifisha katika upako yake. Lakini wewe ukienda kujiendesha kwa akili zako, walai utajipata pahali pasipo. Kuwa na hii kola hainifanyi kuwa super. I'm not a superhuman elder. Haikufanyi kuwa kitu kingine. Hapana. Kwa hivyo ni vizuri tutembee katika mwanga wa upako. Bwana asifiwe. Kama wewe ni shosho, kuwa shosho katika mwanga wa upako. Kama wewe ni baba, kuwa baba katika mwanga wa upako, kwa sababu katika hiyo mwanga Bwana naye atakuhudumia katika mwanga wa upako ulionayo. Bwana asifiwe. Usione kama kazi yako, usidunishe kazi yako. Usidunishe kwenye Mungu amekuweka saa hii. Daudi alianzia katika malisho na kaishia ufalme kwa sababu ya upako. Sisi kama tunaelewana. Yusufu akaanzia pale kwa shimo mpaka akakalia kiti kwa sababu ya upako. Na hata wewe utaanzia pale, ulianzia pahali bado unapanda. Si umesikia mnamuita Wandifa ama mnamuitaje? Wandifa. Tulienda mpaka kwake na Charles. Huko anasikia huko Geafai. Huko tulienda mpaka kwake nyumbani kumubarikia hiyo nyumba alinunua, maana alinunua nyumba, shamba iko na nyumba. Na si hata kamoja. Na si nyumba ya mabati, ni ya mawe. Tulienda mpaka kumubarikishia hiyo shamba. Na tukakutana na wazee wa kanisa wa huko, maana nilikuwa najua mchungaji huko, akamwambia nitumie wazee hapa. Tulikutana na yeye, tukakaa huko, tukaomba. Kumaliza maombi, mvua inakuja, tulitoroka ili tuweze kutokea. Lakini uzuri ni kwamba kwenye ameenda wazee wa huko ndio kwanza mzee wa kanisa ni naiba wake ndio walimpokea kumwambia kanisa ndio hili au potei. So upako wa Mungu unatembea hivyo. Paka tunamuuliza wewe ulijua aje kuna pahali kama hapa? Unaona hata mimi ningejua hili ningekuja. Maana ukiangalia shamba liko huko na kule. Vitu ziko mboga ziko kwa shamba, yeye alinunua ni kuja na kukata na kupeka kwa jiko na ukula. Karati zingine ziko ni kungoa. Ukitaka ukulia hapo ukule, ukitaka kupika upike. Ambia mwenzako upako. Ukiwa na upako, Mungu ndiye anatayarisha kwenye unaelekea. Wewe kama unaunda vitu zako kwa karakana yako, wewe uunda hiyo sufuria, upako utakupitia na hizo sufuria zinaenda zinanunuliwa. Ndugu yangu yako pale tulipitia hapa tukanunua zingine na zingine ametuletea mpaka karai za chapati. Ni kwa sababu naye kazi anayoifanya Mungu naye anaelekeza wale ambao wako na ndoo zao za kununua masivu. Kwa hivyo usijidunishe, tembea katika mwanga wa upako.
Bwana asifiwe. Ambia mwenzako tembea katika mwanga wa upako. Najua wengine wanaona aibu, hawataki kusema kile wanafanya. Tunataka kufanya nini inaitwa business expo. Napanga hiyo nitawaita. Kila mtu akuje atuonyeshe nini anafanyanga. Hii nikihitaji chuma nijue nitaongea na nani. Nikitaka mayai najua nani nitaongea na yeye. Nikitaka hiki najua rangi najua. Tunataka tujuane, tujue nini unafanyanga. Maana kenye unafanya si nguvu yako, umepewa. Kwa hivyo tunafika hapo. Kuna ndugu mwingine hapa ndiye hata hii mfuto ndiye ameniletea njuzi. Mbogo wako hapa. Huyu. So kinona siku hizi nimekauka na kaushwa na yeye. Ni Wednesday. Amana hiyo. Aliniletea mpaka kwa nyumba. Anajua mpaka kwangu kule amjui. Lakini alikataa kuingia ndani. Na nikamwambia hiyo kazi fanya hiyo kwa upako pia. Tembea katika na wakati tulijuana. Sasa anajua makastoma wale amepata tu kwa ofisi yangu, wale amepata hapo. Kwa sababu na yeye kazi anaifanya na anatembea na mwanga wake. Kuna wengine huku tunanulianga kelele. Nikisikia sina nguvu ya kwenda kupika na tumanga hapo, niletee vikombe 2. Naletea kwa karatasi. Wewe ukiona gari inapita unafikiri tunaenda kukula chapo, usijali. Ziko hapa nimenunua na kelele yangu niko. Na yeye amepata shilingi za? Kuna mwingine anaitishanga hapa namwambia nisemshie nini ngwashe. Kipango moja na ingine ya mboga anashemusha na pangango hapo. Sasa mimi nikienda nyumbani kila nahitaji ni maji moto tu, si chai. Yeye amepata yake na mimi nimepata. Wacha niwaambieni. Ukiwa na upako hakuna kitu haiwezi inua wewe. Na usijizunishe kwa sababu ati mimi nafanyanga ama ninauza hiki. Utawela lolutaka. Ukimenyana na itilie maguta ni Ngai. Bwana asifiwe. Hapo ndipo Mungu atakutoa, lakini nawe kaa tembea katika mwanga wa upako. Na ni kwa huduma ya Bwana. Bwana asifiwe. Kuna mama uangana nifurahisha sana. Ni wa familia pale Chuka Town. Nafikiri ndio tajiri kuliko sisi wote huko. Najihesabu kama matajiri wa huko. Alikuanga house girl ya mwingine, alikuanga assistant commissioner wa polisi, alikufa na ndege. Wale walianguka na Cheranga huko wakati mmoja Kraile. Alikuanga house girl. Akaenda akasomea walimu hata kusomesha. Na hiyo njia zake hivi akitafuta kazi akakutana na mwanaume na yeye wakaanza kuuza tu hizo vitu ya gari kidogo kidogo. Ukienda Chuka leo ndio wenye Chuka. Na alikuwa house, lakini yeye alifanya vizuri mpaka huyo mzee akampeleka kusomea walimu, akamsomesha, akamwambia juu ya mshahara nikopea, wacha nikulipie hii usome. Leo hii hata ukitaka kukopa pesa ile unajua ni mingi, ile ambaye hii ya kando kando enda kwake atakupea. Hiyo ni kusema nini? Hakuna pahali upako au mbona ufanye na ujazwe na ufanye huduma yako na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, umuletee utukufu na ukubali kwamba wewe penye huko ni upako uko nao. Wewe ndio umepakwa na hiyo upako ndio inaletea kazi yako upako. Sisi kama tunaelewana. Kazi ile upako mwenye Mungu amekupea ndio unakupea breakthrough katika huduma. Sasa tembea katika huo mwanga. Bwana asifiwe. Tembea katika huo upako. Ndio unaona kuna bagari unaona kuna watu wanaondokea hiyo gari ipita, maana kuna ile wanaangojea. Si kwamba inalipisha lakini kuna upako ulioko. Na huo upako ndio nakwambia tembea nao. Na Mungu naye atatembea na wewe. And I want to promise you this, you'll never be disappointed. Lakini wewe usimlete down Mungu. Maana shida yetu ni kumwangusha tu. Kitu kadogo unaangusha Mungu naenda. Usiangushe Mungu, kaa katika upako. Paulo ameomba tupewe, tuzazwe mpaka ifurike. Mtu akikuguza nguo zako zimeloa upako. Mtu akikuguza kiatu yako imeloa upako. Bwana asifiwe. I like that kwa sababu wakati mwingine nilikuwa Isiolo, kuna dereva ambaye alikuwa ananiambia na pasi please kama unaenda uniambie, maana mimi nakujua nikikubeba gari yangu inajaa haraka. So nilikuwa naenda na nyuke, ananifungulia anamwambia wewe mchunga kaa hapa, lala hapo. Maana najua nikiwa kwa hiyo kiti, hiyo gari yake inaingia watu. Sasa huyo ni mtu na akaamini na ilikuwa hivyo. Sasa na wewe tukuamini aje? Kuna upako? Kuna kitu inaonyesha upako ndani yako? Tembea na mwanga wa upako ndani yako. Na hakuna siku utalala umefula uso kwa kulia
kwa sababu naye Mwenyezi Mungu anasema ukitembea nami nitakuwa Mungu wako na wewe utakuwa mja wangu. Bwana asifiwe. That's the biggest promise. The Lord says, you walk with me, you will become my people and I will become your God. Na ukitembea ni kusema mwanga huu uko nawe, atakupea nguvu, atakupea matumaini. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tuombe basi. Baba mtakatifu, ni vyema kwa kutukumbusha kwamba tutembee katika uwepo ambapo wewe mwenyewe ni wewe umetutakaza nao, na ni uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo ambao umezawa nguvu zako, maana uwepo wako ndio kila mtu anahitaji hapa, ili tulaukapo kazini zetu tunakuta upako tayari umefika. Bwana, tukubalie kwamba ili tuweze kuamini hili ndani yetu, tukatembea katika upako. Na hawajawaka hawa, na wabariki hili kila mmoja pahali ajipatapo akawa amezingirwa na upako ambao unatiririka upande zote, ili wakawa wabarikiwa wako, na chote wanachokigusa kikao kimebarikiwa, huduma yao na hudumu ikawa imebarikiwa, kuanzia nyumbani na kwenye wanaenda kutafuta kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Tunawanenea Baba mtakatifu upako wako, tusikakuletea aibu, lakini tukaonyeshe utukufu wako. Bwana, upako wetu ule umetupatia, ni kweli maandiko inasema inageuza yaliyo ya muhimu kwetu inakuwa hasara, na akili zetu zinaangazia mambo mengine. Tunakubali, tembea nasi, tukawe kuna mwalimuko mpya ndani yetu wa upako. Basi ndugu zangu na waja wangu, tembeni katika upako huu ulio mpya ndani ya Kristo, na kama vile Paulo aliomba, muweze mkaelewa mkaupata upendo mpya ndani ya Kristo, naye ukamilifu wa Mungu ukaonekana ndani yenu, sio leo hii, mpaka hata siku ambazo zijazo upako huu kuwe nanyi. Na ni katika jina la Kristo tumeomba na hata tumeabudu. Amen.